Na mbali na hayo ni kwamba jamaa za familia ya watu 5 waliouawa kwa tuhuma za kuhusika na mauaji ya kijana mmoja huko Masimba, kaunti ya Kisii, wanahofia maisha yao. Walionusurika kuuawa wametafuta hifadhi katika kituo cha polisi cha Kisii wakihofia kuuawa. Aidha, wanataka mshukiwa mkuu aliyetoka Marekani kukamatwa kwa madai ya kupanga njama ya kuangamiza, kama anavyotueleza mwanahabari wetu Crispin Otieno. Ni kilio cha familia ya mzee Jackson Nyabuga baada ya watu 5 wa familia yake kuuawa kinyama usiku wa kuamkia Ijumaa tarehe 18 Aprili mwaka huu. Hofu na majonzi zimewagubika. Familia hii iliyoponea kwa tundu la sindano sasa inasema kuna watu wanaowaandama. Matumaini ya kuwa salama yakiwa katika kituo cha polisi. Wapendwa wao waliuawa wote na hadi sasa hawajaweza kufika katika eneo la mkasa. Abuga Obande ni mmoja wa walionusurika kifo usiku huo. Angali na wasiwasi wa kuwakaribia watu, na ndio maana amejifunika hivi na kwa koti na kuvaa barakoa. Hata hivyo, anatuelezea yaliyomfika usiku huo. Hata walikuja wakaua watu nyumbani. Waliua papa, wakaua mama, wakaua ndugu yangu, wakaua mtoto ya dada yangu, wakaua mtoto ya ndugu yangu. Watu 5 waliangamiza. Mimi peke yangu ndio niliponea, nikaenda kwa police station. Nilitoroka hapo nikaenda kwa police station. Sasa nashangaa kwa police station naambiwa hapo utakuja kuchukuliwa, nitafute mahali ya kwenda kuishi. Sasa nashangaa nitachukuliwa kwa polisi namna gani? Jamaa huyu ni miongoni mwa waliokamatwa na maafisa wa polisi kwa madai ya kuhusika na mauaji ya kijana mmoja, ila anasema hakukuwa na ushahidi wowote na hivyo akawaachiliwa huru. Kuna kesi ilikamata mimi na ndugu yangu pale nyumbani, mtu alikuwa ameuawa, alipatikana kwa matafari. Sasa serikali ifanye uchunguzi, tukiwa ndani pale mahakama ya Keroka tuliweza kuambiwa tumeturumiwa kwa sababu tumekalisa sana bila ushahidi kupatikana, tukawaachiliwa. Kwenda nyumbani huko, ule mtu alikuwa amepatikana kwa matafari alikuwa ndugu ya Muamerika. Sasa Muamerika akasema kama tumewaachiliwa atahakikisha ameangamiza ile familia. Abuga anasema anafahamu fika waliowaua familia yake na hivyo sababu ya kuhofia maisha yake. Mimi natafuta ni wao, tafadhali sijui sasa nitakaa wapi mpaka niseme wale watu niliona wakiwa ndugu yangu, wakiwa baba yangu, wakiwa mtoto ya dada yangu, wakiwa mtoto ya ndugu yangu. Kufika Keroka nikaambiwa nyumbani hatutakikani. Mpaka sasa inalilia serikali tusaidie tuweze kufika nyumbani, tuweze kushika wazazi wetu kwa amani. Hatujui hata mili iko wapi. Lakini tunaomba serikali msaidie hata huko penye yako, na yeye anajua wenye walikuwa wamempiga. Anajua hata wa mwisho penye mwenye alimpiga mateka anamjua. Polisi wanawasaka watu 21 waliohusika katika kisa hicho. Crispin Otieno, runinga ya Citizen, Kisii.